Nyanyua mikono yako tuombe kwa Bwana. Hakikisha naomba Mungu akuinulie watu sahihi watakao kwa sababu ya wewe kuendelea kumtumikia Mungu. Mungu akuinulie watu sahihi, iwe ni kazini mwako, iwe ni kwenye eneo la biashara. Mungu akuinulie watu sahihi, iwe ni kwenye eneo la huduma na utumishi. Mungu akuinulie watu sahihi, Mungu akuinulie watu sahihi, Mungu akuinulie watu sahihi. Nyanyua mikono yako tuombe kwa Bwana. Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa ajili ya neno lako na baraka yako ya Bwana. Asante kwa sababu ya neema na huduma ulioweka ndani yetu. Asante kwa sababu ya utumishi na baraka kwa jina la Yesu. Baba, kila mmoja ambaye umemwita shambani mwako, ulimwita kwa kusudi lako ya Bwana, ili tupate kulibeba hilo kusudi pasipo kukata tamaa. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Unasema juu ya mtumishi wako Yoshua ya kwamba uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu tumesogea mbele zako ya Bwana, katika damu ya Yesu, katika huduma na utumishi wa Bwana ambao Mungu umetuita tukutumikie mahali tulipo, iwe ni kwenye biashara tulizonazo, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye ofisi ulizotuweka, iwe ni kwenye hiyo nafasi ambazo Mungu umetupa kwenye jamii na kanisa. Kwa jina la Yesu ni kwa ajili ya kukutumikia wewe Baba. Unalo kusudi la mimi kuwapo katika eneo hili, unalo kusudi la mimi kuwapo katika hilo eneo Baba. Kwa jina la Yesu ninasogea tena mbele yako katika ibada hii, katika majira haya ya jioni. Ninadhabihu moyo wangu e Bwana, nikidhabihu kwako katika jina la Yesu. Yumkini nilikata tamaa kwa sababu ya maneno mabaya ya watu waliosema juu yangu. Katika jina la Yesu, inawezekana yale mazingira yaliyonizunguka yamekuwa sababu ya mimi kukata tamaa, yamekuwa sababu ya mimi kurudi nyuma. Katika eneo la huduma na utumishi kuna upinzani mwingi, kuna upepo mwingi, kuna upepo wa mbisho. Katika jina la Yesu, ule upepo wa bahari unavuma sana juu ya nafasi, juu ya huduma ile, juu ya nafasi ile, juu ya biashara ile, juu ya ile eneo, juu ya ile ndoa, juu ya ule uzao, upepo wa mbisho katika jina la Yesu. Lakini sio sababu tumishi wako Paulo akasema, wanaume changamkeni, changamkeni kwa sababu tutatoa nanga. Katika jina la Yesu tutafika mwisho wa safari, tutafika mwisho wa safari katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu aliye hai, kuna mwisho, kuna safari, tutamaliza ili kusudi salama, ili kusudi litaisha salama, ili kusudi litamalizika kwa jina la Yesu. Kazi yako hii itamalizika kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele ya uso wako Bwana, ninaomba Bwana katika jina la Yesu, tuinulie watu walio sahihi katika ulimwengu, tuinulie wale waliotuzunguka katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya mwana kondoo tunanyenyekea tena mbele yako katika jina la Yesu. Wale waliotuzunguka Baba, warekebishe mioyo yao ili wawe sahihi juu ya ile kusudi uliloweka ndani yetu, juu ya ile kusudi uliloweka ndani ya mioyo yetu, juu ya ile kusudi uliloweka ndani ya nafsi zetu katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Inahitaji nguvu zako katika jina la Yesu. Kila mmoja ulipompa wajibu ulimpa neema. Baba, tunaomba neema katika jina la Yesu. Tuna kazi ya ujenzi, tuna kazi ambayo Bwana katika jina la Yesu umetupa kukutumikia katika jina la Yesu, kwa kutoa sadaka zetu, kwa kutoa muda wetu, kwa kutoa maisha yetu. Baba, umetualika ili tupate kukutumikia kwa jina la Yesu. Tunaomba neema, tunaomba neema hiyo katika jina la Yesu. Tunaomba neema hiyo katikati ya upinzani, tupe neema ya kukutumikia. Katikati ya upinzani mwingi, tupe neema ya kukutumikia katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Na si nguvu zako na si fadhili zako Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Naomba yaje harambee katika damu ya Yesu. Onekana